Mwanachama mkongwe wa klabu ya Yanga ambaye pia kwa siku za hivi karibuni amekuwa kwenye harakati mbalimbali za kupinga uongozi wa klabu ya Yanga ukiongozwa na Rais Engineer Hersi Said. Huyu si mwingine Juma Magoma. Yeye amezungumza na baadhi ya vyombo vya habari akielezea maono yake kuhusiana na mwenendo mzima wa klabu ya Yanga, akisema ni kama Yanga imepoteza dira yake, imepoteza mwelekeo, na hata katika kuelekea mchezo wa leo dhidi ya TP Englebert Mazembe amesema pengine Yanga ikakutana na dhahama kubwa sana, mvua ya magoli, kwa sababu timu bado haijatengamana, timu iko katika hali mbaya zaidi, na akizungumzia kwamba lile ambalo aliliona mwanzoni mwa msimu ndio kama linatoka rasmi, na hii itakuja kuwaamsha wanachama wengi wa klabu ya Yanga kuona kwamba ni wakati sahihi sasa wa kufanya mabadiliko na kumuondoa Rais Engineer Hersi, ambaye anasema katika uongozi wake Yanga imekuwa katika uongozi mbovu zaidi, na namna nzima ya uongozi wake imekuwa ni changamoto, akienda kifungua kesi mahakamani na mahakama ikiamuru kwamba Engineer ajiuzuru. Lakini mwisho wa siku tumeona Yanga kupitia kwa wanasheria wake wakiongozwa na Simon Patrick walikwenda kufungua shitaka, ama walienda kukata rufani, na mwisho wa siku wakashinda na wakafungua kesi ya madai kwa Juma Magoma, wakisema kwamba wanataka awalipe milioni 70 kwa kuchafua brand ya klabu ya Yanga. Na mwisho wa siku bado kesi inaendelea kunguruma, lakini Juma Magoma hajawa front tena, lakini kwa siku za hivi karibuni ametoka front na kusema kwamba Yanga mwelekeo wake ni mbovu kulikweli, na wanasema kwamba hii ni slow punch, na Yanga hii slow punch isipozibwa basi pengine Yanga ikajikuta katika madhila mabaya zaidi ya haya, kwani kwa siku za hivi karibuni imecheza takribani michezo 4, na katika hiyo Yanga imepoteza michezo 5 mfululizo sasa, wakipata ushindi mara moja dhidi ya Namungo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba haya ambayo anazungumza Magoma inawezekana yakawa na ukweli kwa namna fulani, lakini pia inawezekana yakawa hayana ukweli, yaani kipindi tu ambacho Yanga imepitia. Lakini kingine ambacho Magoma ametolea maoni yake ni usajili wa dirisha dogo ambao umefanyika na klabu ya Yanga kumsajili Israel Patrick Mwenda, akisema Yanga ndani yake kuna mamluki, kiongozi ambaye ni mamluki, na yeye ndiye ambaye anawaletea wachezaji ambao hawana viwango na huko kwingine walishindwa, ikiwemo Israel Patrick Mwenda. Anasema katika klabu ambayo alikuwepo ya Simba hakuwa akitumika, lakini hata alipokwenda Singida hakuwa akitumika kwa sana. Kwa hiyo anaona kama ni mchezaji ambaye amesajiliwa ni average na hawezi kuongeza chochote katika klabu ya Yanga. Lakini vile vile akasema mchezaji kama Jonas Mkude tangia akiwa klabu ya Simba kwa misimu takriban 2 au 3 hakuwa akitumika tena kama mchezaji ambaye ni regular starter, na mwisho wa siku Yanga wamekwenda kumsajili na kumleta katika kikosi chao. Anasema hii itakuja kuwaletea ama itakuja kuwa backfire viongozi siku za mbeleni, kwani wachezaji hawa wanatumika ni wanadamu za Simba, ni mamluki, na siku moja watakuja kuwageuka Yanga na kuwasababishia madhara makubwa. Magoma amezungumza vitu vingi sana, sema Yanga kwa sasa hata usajili wanaofanya wanakwepa madeni, kwa sababu klabu imekabiliwa na madeni makubwa sana, ikiwemo madeni ya kuwavunjia wachezaji mikataba na kutokuwalipa. Akizungumzia mmoja wapo akiwa ni Augustine Okra, ambaye amesababisha klabu hiyo imepigwa tena bani ya kufanya usajili katika dirisha mpaka pale watakapolipa madeni yake ya mchezaji Augustine Okra pamoja na klabu yake ya zamani ya Bechem United ya pale Ghana. Sasa kuelekea katika mchezo wa siku ya leo, hatujui ni kitu gani kitakwenda kujiri kule Lubumbashi, lakini uongozi wa Yanga uko kule Lubumbashi, lakini kikosi kizima kiko kule Lubumbashi. Hatujui TP Mazembe watakubali kuwa wateja wa klabu ya Yanga au Yanga watakubali kupoteza tena katika game yao ya 3 katika kundi lao na kuendelea kusalia mkiani. Endelea kuwa nasi Rinyo Updates TV. Updates hapa ndo kwake.